Dadi hapendi makelele. Kwa sababu pesa haipendi kelele. Dadi hapendi vurugu. Dadi akija kwako anatafuta utulivu. Kwa hiyo unapoanza kamdomo vurugu, unamfukuza dadi taratibu pasipo wewe kujua. Nini kingine? Sura kubebewa mimba. Mbegu zake hazitakiwi kuwa na uhusiano na mimi. Yaani mayai yake hayatakiwi kuwa na uhusiano na mbegu zangu kwa namna yoyote ile. Dadi hajaja kwako kufuata watoto na watoto, ana kila kitu chake. Alafu hutakiwi pia kujishindanisha na mke wake. Ana katuzo kake. Ana katuzo kake na yeye kazifu. Amechukua sijui kwa kipengele cha nini cha series. Amechukua kwa msanii bora kwenye series sure. Kipengele. Kipengele cha series. Cha series. I'm the best overall. Yaani wote mabegani hapa nimewabeba. Ndio maana nilikwambia hii tuzo ni heavyweight award. Sasa kama huyo mtoto anasema yeye ndo the best, imekuwaje? Yes, bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Hapa ni exclusive interview na miongoni mwa wasanii kama sio na miongoni mwa msanii ambaye ana vingi binafsi kama mtazamaji wa Nyundo TV ungetamani uvifahamu ama uvisikie kutoka kwake juu ya mengi ambayo amekuwa akifanya, lakini kubwa zaidi kuhusiana na sanaa yake. Maisha kidogo lakini kubwa zaidi kuhusiana na vile ambavyo sisi tunamfahamu. Watu wengi tumefahamu kupitia sanaa yake ya uigizaji. Anaitwa Official Jimmy Prince Jimmy. Kumradhi, anaitwa Prince Jimmy. Kupitia bio yake ameandika kama ni commercial model, lakini pia kuna vingi ambao wanavifanya. Vingine nakuja kuzungumza mwenyewe. Mimi nimeupa walau utambulisho mdogo tu, pasi na kusahau kwamba yeye ndiye Best Actor 2026 kupitia ZIFF, Zanzibar International Film Festival. Moja kati ya matamasha bora kabisa kuwahi kutokea kule visiwani Zanzibar. Kuna wengi wanatamani kile ambacho amekipata, lakini yeye mwaka huu 2026 tayari ameshapata. Mzee wangu, natamani nifahamu kuanzia hapa kwenye tuzo. Furaha yako ni ipi? Kutangazwa kwamba wewe ndiye Best Actor 2026 kupitia kwenye tamasha hili la ZIFF. Kwanza nashukuru kwa sababu tuzo imekuja TV, imekuja Nyundo TV. Naam. So furaha ni kubwa sana na tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kupata hii kitu. Unajua ni watu wengi sana wameigiza miaka nenda rudi, lakini hii tuzo hawana kabatini kwao. Hawana. Wapo wengi sana. So ni furaha kubwa sana. Alafu unajua unapopata tuzo hii, tukia tafsiri haya maneno yaliyoandikwa hapa, tuisome. Best Actor Tanzania 2026. Maana yake ni kwamba hii ni heavyweight award kwa Tanzania hii kwa sasa hivi. Maana yake hakuna msanii bora kuliko huyu anayemiliki hii tuzo kwa muda huu, yani mwaka huu mpaka utakapopinduka. Na tujui uenda tena kwa yako. Yani vyovyote vinaweza kutokea kwa sababu mimi sijalala na sijaboteka. Kwa hiyo mnaopambana endeleeni kupambana, mimi niko njiani naendelea kupambana. Kwa hiyo ukitaka kumtafuta msanii bora Tanzania, unatakiwa nitafute. Ukitaka kuzungumzia msanii namba 1 Tanzania, unatakiwa anze kunimention mimi, halafu ndivyo uanze kuwatafuta watu wengine. Sijui kama kuna mtu ana tatizo na hilo, lakini ndivyo ilivyo na haiwezi kubadilika, kwa sababu when you say someone ni best kwenye jambo fulani, manake yule ndiye namba 1. Sasa kama kuna mtu anabisha katika hilo, atakuwa na matatizo. Kwa hiyo mimi nafurahi na naona
kufanya kazi kwa muda mrefu, kujitoa, kuperform kwa viwango vikubwa na kumtanguliza Mungu mbele kumelipa. Unajua mara nyingi value haitakiwi kuhesabika about pesa sijui nini, lakini watu wanapokaa wanakufikiria namna hii inakupa motisha kubwa na inakupush kufanya vitu zaidi na zaidi ili uendelee kusonga mbele. Tamani nifahamu, wakati unakuwa nominees kwa mara ya kwanza, unaona list ya watu ambao upo nao kwenye category, pressure ilikuwaje? Ulisi ninaweza kwenda kuchukua hiki kitu ama lolote linaweza ikatokea? Of course kwenye hii category kulikuwa watu wengi, lakini cha ajabu sana mimi from day one nimeona tu nominees, niliambia mtu nachukua hii. Wewe kuna fulani. Unajua sio vizuri pia kumention. Ulisema ndachukua? Nilisema nachukua. Wow. Kwa sababu ninajua nilichokifanya kwenye hii kazi ya Couple Goals iliyonipa hii tuzo. Ninajua performance ambayo niliiweka pale. Najua kila kitu nilichokifanya pale, kwa hiyo nilijua tu kama mpaka nimeingia kwenye nominees. Na mimi siku zote ukiniona kwenye nominees ujue nachukua. Kwa sababu nadhani hujawahi kuniona mimi nimechukua tuzo. Kwa sababu huwa sitaki tuzo za kupigia makelele, mimi nianze kuhangaika, sijui nianze kushika simu za watu, nipigie kuomba. Hujataka kuomba? Sitaki. Kwa sababu tuzo ni heshima, ni kukutambua. Sasa kukutambua, uanze tena kuwalazimisha watu wakutambue, nipigie kura mwanangu, piga kura. Uanze kutumia message hata watu ambao watumiagi message, nipigie kura mwanangu, nipigie kura, nisaidie, push. Tunapush kuchukua tuzo kaka. Maana yake hapo tunawalazimisha watu. Maana mimi sio bora, yani wewe sio bora. Lakini huwezi kuamini, sikuwahi hata kuposti kwamba nagombea tuzo. Sikuwahi kuposti. Kwa hiyo nilisema mimi najua nitachukua. Kwa sababu nilijua pia process ya hawa watu Wazif ilivyokuwa imenyooka. Haina kona. Na hawa watu sio tu watu kaka. Ni maprofesa wanakaa. Alafu sio maprofesa wa Tanzania tu. Yaani maprofesa wa Tanzania wanachanganyika na maprofesa wa sehemu nyingine. Wanaijua sanaa vizuri. Wanakagua filamu. Wanaona vigezo. Halafu wanakuambia huyu anastahili kuwa best. That's what happened. Ni tuzo yetu ngapi kuchukua kuanzia kwenye kariera yetu ya uigizaji? Ya kwanza. Na namshukuru Mungu kwa sababu tumeanza na gia ya juu. Yaani hatujaanza na hivi tuzo vidogo. Tumeanza na tuzo ambayo ni kubwa. Kwa nchi hii hakuna tuzo kubwa kama hii. Au ipo? Kama ipo mtu ailete. Kama yupo mtu ana tuzo kubwa kuliko hii, atokee tuione. Lakini mimi naamini hii ndio tuzo kubwa kwa Tanzania, na uzuri wake ni kwamba hii sio Tanzania tu. Ulitambulisha imetoka kwenye nini? Zanzibar visiwani. Imetoka kwenye festival gani? Zanzibar Film Festival International. Hilo international ndio nilikuwa nataka kulitamki hapo. Zanzibar International Film Festival. Kwa hiyo sasa huwezi kuilinganisha na tuzo yoyote. Hii ni tuzo kubwa, na namshukuru Mungu kwa sababu kama tumeanzia juu, maana yake tunazidi kupanda kwenda juu. Usishangae Oscar ikaja. Kwa mara ya kwanza nakuja Tanzania. Naweza kaja na ninakuwa Prince Jimmy. Ninakuahidi hilo. Nikibatika tu channel yoyote ile kafunguko kaona mimi nimeingia huko. Nominees. Tunachukua hiyo baba, tunaondoka. Oscar. Kwani shingapi babu? Kwani wale wanafanya nini si tushindwe? Ni basi tu hatupati hizi channel za kutuunganisha tujikute tumeingia kwenye vile vinyang'anyiro. Lakini wabongo baba. Wabongo wanafanya. Yaani nifike hapo afu unaambia ni feli. Sio kweli. Nilikuwa napitia comments mara baada ya kuweza kuposti tuzo yako, hasa pale ulivyokuwa umekaa na Batuli na mtambia. Kwenye comments kila mtu anaongelea kwake. Wapo ambao wanasema amestahiki, wengine wanasema hajastahiki. Tuanze na hawa ambao wanasema hajastahiki. Ni inakatisha tamaa kiasi gani, ama tunawaambiaje hawa? Waendelee kuvumilia, dawa iingie. Kuvumilia, dawa inaingia taratibu, wakijitingisha sindano itakatikia ndani. Kwa sababu
wewe ukiona mimi sistahili, alafu kuna profesa ambaye ni profesa wa chuo kikuu ma PhD amekaa pale amenijadili akaona ninastahili, alafu wewe hata uwezi kutunga sini moja tu alafu kanambia mimi sistahili. Sasa mimi sinaishia kucheka tu kaka. Alafu mna uzuri kama unaangalia mimi comment najibu. Au najibu. Mimi uchokagi sio kinyonge, yani ukikuta sijajibu comment ujue nilikuwa nimebanana, lakini nikipata time na shida moja, nikiamua kujibu comment moja basi najibu zote. Zile ambazo negative hazikuumizi. Wala. Ulishawahi kuta sehemu nimecomment vibaya, reply mtu vibaya? Mimi na kureply vile unavyokuja. Umekuja vibaya, basi vita ni vita. Umekuja vizuri, nitakupokea hivyo hivyo, tunaenda. Kwa hiyo comment haziniumizagi na wala sijawahi kuzizingatia kwa sababu I know who I am. Na ninajua nachokifanya. Sasa kweli mtu tu ametoka huko ameshashiba wali maharage yake aje anaambie mimi sistahili, alafu na mimi niingie unyonge, amesema sistahili mwana kweli, alafu tuzo ninayo ninatamba nayo, wewe nikatishe tamaa, ulisikia wapi? Haiwezekani. Na kwa bahati mbaya jana nimeipeleka bodi ya filamu kwa sababu ilibidi watu tambue, yani kama tumezipeleka nyumbani kutiliwa baraka. Na nikawauliza bodi ya filamu, je, kwa mwaka huu kuna msanii bora kuliko mimi? Wakaniambia hapana, you are the best. Sasa kama mtu anakuja kwenye comment, ndugu yangu kweli, hadi bodi ya filamu, unajua bodi ya filamu manake serikali. Sure. Wazazi wetu wa filamu. Sasa afu mtu tu aje anaambia mimi sistahili afu niingie unyonge, takuwa sijitendei haki. Hata Mungu huko alikuwa na huyu kijana vipi? Anashangaa. Kwa hiyo I'm okay. Na binadamu hawawezi kukupenda wote. Binadamu hatuwezi kuwa na mtazamo na ufanana, by the way. Kila mtu ana mtazamo wake. Lakini ukweli usiofutika ni kwamba I'm the best. Ni mara yetu ya kwanza kuzungumza mimi na wewe, kwa maana Nyundo TV ni mara ya kwanza kuongea na Prince Jimmy. Mashabiki wetu kuna vingi ambavyo ungetamani kutoka kwako kusikia. Wala kwa uchache sana, tulianzaje ama tuliibuka tu tuzima ile tushakuwa waigizaji? Hapana. Unajua mara nyingi watu wanatuona tukiwa tumeshaibuka huku juu, alafu wanakuwa wanaona kama ni rahisi sana, lakini kuna mahali tunapita ni pagumu sana. Mimi nimeanza sanaa mwaka 2008. 2008, na ndio maana mimi naambiaga watu kama unanichukia au unaniroga, unanifungia milango, unanifanyia nini, huwezi kufanikiwa. Kwa sababu mimi safari yangu imeanzia kanisani. Tulikuwa kanisani, kulikuwa department ya vijana. Kanisa linaitwa Mito ya Baraka. Nilikuwa pale Jangwani, sasa hivi nimehamia Mbezi. Department ya vijana ikawa nasema tumekaa tu, hebu tufanye kitu, tutengeneze filamu. Tukakubaliana wote ndio. Sasa kwenye kutaka kutengeneza filamu tukasema sisi bado hakuna mtu anayejua chochote kuhusu filamu. Tutafute star mmoja ambaye atatusaidia kuibeba hii filamu. Kwenye kutafuta star mmoja ambaye ataibeba hii filamu tukamtafuta Tea. Yes. Sasa tulivyomtafuta Tea, ukweli ni kwamba ile filamu haikuwahi kufanyika. Na Tea hakuwahi kutokea. Hajawahi kuja. Mpaka sisi tukakata tamaa, lile zoezi tukaachana nalo. Lakini mimi moyoni nikasema hapana, sio kweli. Hii kitu hatupaswi kuiacha hivi hivi. Hatuwezi kuiacha hivi hivi. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye jambo. Nikamfuata mtu aliyekuwa na connection ya Tea, nikamwambia naomba namba ya Tea. Namba ya Tea, nikamwambia naomba namba. Hakuwa na yana, unajua kipindi kile hakuna WhatsApp, hakuna Instagram, hakuna nini, kwa hiyo paka umpigie. Na nilikuwa na kiswaswadu. Chukua namba, kumpigia ni jishauri mara 20 kaka. Nilikaa na ile namba zaidi ya miezi 3. Kila nikitaka kupiga na Mungu wangu, dada atapokea, na akipokea ataniongelesha nini mimi? Atanielewa ni. Wewe mwenzi hizo, hiyo miaka hiyo hapo naizungumzia Tea wa moto.
hashikiki. Kwa nikawa naogopa, lakini siku moja nikasema oya, kwani kuna kibaya gani mimi nachotaka kukifanya? Nikampigia dada wa watu, akapokea, habari nzuri. Kaambia mimi naitwa fulani hivi, kipindi hicho naishi pale Mabibo Hostel. Kaambia mimi niko hapa Mabibo Hostel, nilikuwa nahitaji msaada wako. Msaada gani? Mimi nahitaji kuigiza, lakini sina njia yoyote naweza kutumia ili niingie kwenye kuigiza. Akaniambia okay, sasa fanya kitu kimoja, njoo ni cheki Biashara Complex kesho. Biashara Complex iko pale Mwananyamala. Kulikuwa ofisi ya mtu pale, kwa hiyo alikuwa kwenye production yake kwa kipindi hicho. Akanambia njoo kesho jioni. Kako leo usiku ulikuwa mfupi sana, jamani, pakuche. Yani naona kama amenambia jioni, lakini mwanao saa 5 nishajiandaa, najikagua. Ushajengelea sana kwenye kioo. Ushaenda saluni, umenyoa nini, kama vile unaenda kuigiza kumbe bado. Kwa sababu kabla ya hapo kuna siku niisha muona kwa mbali na tulishaongea, lakini nikaogopa hata kwenda kumfuata. Kama ndo mimi. Nikasema ngoja ni respect ile appointment ili tu siku hiyo ikifika liwalo na liwe. So siku hiyo nikaenda, nikafika pale Biashara Complex, nikamwambia bwana nimefika hapa. Akanambia okay, nakuja. Akashuka chini. Sasa sijui alikuwa ananiona kama katoto. Unajua ile mtu anaongea na wewe ameshika hivi mikono, habari kipole yani. Yani she's ready kukusikiliza, lakini hataki akutishe. Habari, karibu, mimi naitwa Tea. Mimi naitwa Misayo Ndumbagwe au Tea. Na mimi nikajitambulisha hapo, mimi ndio yule nilikuwa nakupigia nini. Akaniambia okay, poa. Sasa tufanye kitu kimoja, mimi nakupokea na nitakusaidia, lakini msaada wangu unaweza ukawa hautoshi. Njoo. Tukapanda gorofani, tukafika juu, akanikutanisha na dada mwingine anaitwa Vanita Omari. Akamwambia Vanita, huyu ni mtoto wangu, kwa naomba umsaidie, kwa sababu wewe unazunguka kwenye production nyingi. Huyo Vanita Omari kipindi hicho ndo alikuwa best makeup artist kwenye industry. Mwenyewe alikuwa anakuambia wengine wote ni wapaka poda, yeye ndo anapaka makeup. Ndo anapaka makeup. Kipindi kile ndo anamiliki lile libegi la makeup lile peke yake. Watu wengine ukiwata kufanya makeup wanakuja na kinani kimkoba. Kwa hiyo anakuambia wale wapaka poda. So akaniunganisha na Vanita. Vanita akanipokea. Yani nashukuru niliangukia mikononi mwa watu wazuri ambao nadhani unajua destiny pia ukiwa na kupeleka mahali na kukutanisha na watu sahihi. So from there Tea alinifungulia mlango, Vanita kanipa connection. Ndo nikaanzia hapo. Vanita akienda kwenye production ya mtu, akiona kuna visini viwili vitatu, njoo, nakimbia. Mpaka siku anakuja kukutana na movie ya Kanumba inaitwa Deception. Siku hiyo niko zangu Coco Beach chini ya mawe kule na mtoto, tumetulia na shangaa simu hii hapa. Popote pale ulipo, chochote unachokifanya, acha, njoo Sinza Palestina. Mwanangu, mama kwa heri. Mama, tutakutana mbele ya safari, nauli hapa. Moto. Nimefika, nikapewa role, nilikuwa nacheza kama daktari. Nikaanza kushoot. Naanza kushoot, Kanumba hakuwepo. Nimeshoot scene ya kwanza, ya pili, ya tatu ilibidi Kanumba ingie. Naingia, huyu ni nani? Wakamuuliza kwa nini? Nilikuwa nje nasikia sauti imeni impress. Bro, nimependa sauti yako, I think nitafanya na wewe project nyingine. Marehemu Kanumba huyo. Kanumba. Akamwambia DOP wake alikuwa anaitwa Zakayo Magulu, rest in peace brother. Akamwambia Zakayo, wewe unasikiaje? Akamwambia ana sound nzuri, sauti yake ni nzuri, na yani walipenda kwanza sauti. Kwa hiyo wakanipa scene zilikuwa 7. Kaka, enzi hizo ukipata scene 7 kwa Kanumba umeondoka. 7 nyingi. Kwa hiyo safari kaanzia hapo, kwa sababu baada ya pale
movie imetoka, tumekuona, baba umeondoka. Nilitoka pale baada ya wiki moja nikapata kazi nyingine. Bwana, nilikuona kwenye movie ya Kanumba, naomba njoo. Wapi? Mtitu Game First Quality. Iliko Mtitu wa moto. Hizo ndo kampuni. Kwa hiyo zikaenda hivyo, zilifuatana kwa kipindi kama cha miezi 3-4. Nilipiga project nyingi sana. Of course hakuna aliyenichezesha kama main, lakini ile movement kwangu mimi niliifurahia kwa sababu ilinisogeza sana. Ndio watu wakajua kumbe kuna msanii huyu, ndio tukaondoka hivyo. Lakini tumefanya movie nyingi sana hapo katikati, tumehangaika sana, tumecheza kazi nyingi za bure, tumefanya vitu vingi. Tumefanya vitu vingi vya kujitolea, yani kuhakikisha tu kwamba unasogea mahali. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Naomba nitajie watu watatu ambao ndio wamemfanya ama wamemfungulia milango Prince Jimmy huyu ambaye tunamwona muda huu. Kama nilivyosema mwanzo, Tea nitamention kwa nafasi ya kwanza. Alifanyika mlango mkubwa sana kwa ajili yangu kumuona huyu Prince Jimmy leo, kwa sababu naamini ule dada kipindi kila singe ni connect, kuna manamna labda ninge struggle sana au ningekata tamaa na kuachana na hii kitu. Ulishawahi kumkutana naye kumpa mambo yake lakini kabla hajafariki? Yani nimemzungumza mara nyingi. Anajua. Na bahati mbaya sijawahi kukutana naye kwenye kazi yoyote. Yani tunapishana. Ila nawaahidi kitu kimoja. Mwaka ujao lazima mimi na yule mtu tutakutana, tutakiwasha. Nafasi ya pili ni Vanita Omari, mama yangu kabisa. Yani unajua kuna mtu anakuzaa alafu kuna mtu anakulea. Sasa huyu alinilea. Yani huyu alifungua connection mbalimbali kwa sehemu mbalimbali. Naweza nikammention marehemu Kanumba kwa kupita kwa sababu ya rest in peace. Kwa sababu unajua mtu kama yule kukuendorse kwenye kazi yake halikuwa jambo dogo. Hakuna mtu anakujua. Wasanii wengi wako kwenye foleni, naomba kazi. Alafu akaambiwa kuna kijana mmoja tu hivi yuko pale mtaani, akasema njoo, akakuamini. Yes, alafu nikafanya na aka appreciate kwamba brother, nadhani kwenye project inayokuja tutaangalia cha kufanya. Kwa hiyo ni kitu kikubwa. Lakini kwa nafasi ya tatu naomba nimtaje Dr. Almasi, the baddest dad in town. Yule mzee bwana. Hivi kwanza yule ni mzee au ni kijana au imekuwaje kwanza? Ni mzee yule? Bwana wewe, mzee bwana. Mzee bwana. Sema tu ni mzee ambaye amegoma kuzeeka. Mbona anajiona kama kijana? Lakini vizuri. Kwa sababu kuzeeka ni hiari yako. Ama kuzeeka ni wajibu, lakini kuchakaa ni uzembe wako. Anasemaga hivyo. Anazeeka lakini sichakai. Anazeeka lakini hachakai. So ni mtu ambaye amejitengeneza karakta ya pekee yake kwa klasi ya wazee. Nadhani hata wenyewe wakikaa naye wanamwangalia, huyu mzee vipi? Wala waamini mzee kweli. Lakini ni mtu mzima. Last time aliniambia sijui ana miaka 60 ngapi. Kitu kama hivyo yani. 65, 62 kitu kama hicho, anacheza huko. Kwa hiyo huwezi kuwa kwenye 60 na afuka bado kijana. Lakini ni mzee kiumri, lakini mindset yake ni kijana. Hajakubaliana na kwamba mimi bwana ni age go. Yupo anakimbizana na vijana. So namshukuru yule mzee. Kwa sababu gani? Yule mzee kuna kipindi pale katikati niliachaga sana. Nilikuwa sioni kama anaenda ninavyotaka. So nikaacha, nikawa nafanya mitikasi nyingine. Sasa ile mitikasi nayo ikaja ikakwama. Kwa hiyo nataka nirudi. Narudije? Muda mrefu sijafanya. Na ubaya wa hiki kiwanda chetu kikaa muda mrefu hujafanya, watu wanakusahau. Kila siku watu wapya wanakuja. Kumbe vipya vinazaliwa. Kwa hiyo sasa unapotea. Kwa hiyo nikawa nimepotea. Siku hiyo nikawa kuna kazi tulikutana na yule mzee, ilikuwa ni tangazo nadhani. Yule mzee akaniambia, you look good. Una star look. Hii kipaji hakitaki kupotea. Hebu kesho njoo.
nitakuwa Sinza pale Pilipili, njoo kuna namna tufanye. Ya Mungu mengi, nikaenda. Akanipeleka kwa production manager wa series ilikuwa inaitwa Uhuru na Gharama Zake, series kubwa ya kwanza ya Kiswahili Tanzania, ilionekana Azam TV. So akaniconnect, wakaniambia kesho ndio shoot. Ghafla. Yani ghafla hapo. Akaniambia kesho ndio shoot. Okay. Mimi sina neno. Kesho nimeliamsha, nimeenda, nimeshuti. Akaniambia okay, story yako ipo na inaendelea. Kwa hiyo stand by, utakuwa na hiyo. Ugeni ulikuwaje? Ulikuwa kwenye sanaa alafu umerudishwa ghafla? Sasa uzuri wa sisi wasanii, hata ukirudishwa ghafla, maadamu ushajua njia unapita wapi, wewe unaondoka tu. Kwa hiyo nilifika, nikaishi nao, hakuna mtu alicomplain chochote. Basi ikawa safari. Kwa hiyo ile safari kutokea pale kwenye Uhuru na Gharama Zake ndio kaanza kunipeleka sehemu mbalimbali. Watu wakaanza kuniona, kwa sababu uzuri wa sanaa yetu, kishaonekana manake kuna mtu kumbe huyu yupo, njoo, huyu yupo, njoo. Kwa hiyo nikajikuta napata connection hivyo hivyo. Akaenda tena aliniconnect na bosi wa Huba, Aziz. Kwa hiyo nikajikuta nimeingia kwenye Uba. Although sikukaa muda mrefu sana, ikaja series ya Pazia. Huko ndo tukaenda tukalicement jina. Pazia ulikuwepo na kina nana Dolls? Tulikuwa na Doli, tulikuwa na Werusengo, tulikuwa na Sapna, tulikuwa na watu wengi mle. Tulikuwa na Jacqueline Wopa, tulikuwa na Tino, tulikuwa na Patrick Kanumba, tulikuwa na kina Ahmed Chande. Mle mlikuwa viumbe. Yaani ile nitazama ya muda mrefu kidogo, ulikuwa na Patrick Kanumba, si ndio hiyo? Patrick Kanumba kichuo hivi. Wao walikuwa wanachuo ya. Ile mimi nilikubali. Ile ilikuwa ulikubali? Kwani nilikuwa naifuatilia sana ila hapa kati kule ngasikuoni hapo. No. Labda ulikuwa unioni DSTV. Kwa sababu DSTV. Kwa sababu ile ni ya DSTV. So, tulienda nayo nadhani miaka 3. Alafu ikawa imeisha. Then tukawa tunaendelea na sehemu nyingine, tukawa tuko Azam. Labda tu wewe ndio ulikuwa unifuatilie. Labda maana ile kwanza nilikubali story yake. Ile story ilikuwa kali, ilikuwa nzuri, na wasanii waliokuwepo mle ndani walikuwa wanafanya vitu vinatokea. Najua pia story hata ikiwa nzuri kama wasanii wanapwaya, hakuna kitu kinachotokea. Nilikuwa nasikia story nyingi hapa kuhusu wewe hivi ambazo umeniambia, lakini yani hapa kati hapo hujaonekana chochote ambacho umekifanya tuzo moja kupata 2026 kuanzia 2008. Shida ilikuwa ipo wapi? Watu haoni ambacho kuna kifanya, ama ndo ile mambo huna watu kukushika, ama tusemeje? Mimi siaminiki kwenye kushikwa ili kitu kitokee. Mimi naamini kwenye uwezo, lakini pia naamini kwenye muda wa Mungu. Unajua unaweza kaforce vitu, lazimisha. Mimi kiukweli sijawahi kufanya kazi nikianza hii lazima nipe tuzo, hii lazima nipe tuzo. Yani sijawahi kuiaim tuzo kwamba nataka. Mimi nafanya watu waone, watu waridhike na ninachokifanya. Kama tuzo itakuja inshallah, haijaja ewala. Maadamu nimefanya kazi na ninajua sijacheza chini ya kiwango, basi. So hapa katikati kweli mimi nimefanya series nyingi na zilikuwa bora, lakini sikupata tuzo. Ila nimekuja kuifanya kwenye single movie tu, imenipa tuzo. So kila kitu kinategemea pia time. Labda haikuwa time yangu, zilikuwa time za wengine. Kuna vijana wengi wanafanya kweli sasa hivi, bila shaka hata unafahamu uwezo wao. Na naomba nitajie walau majina 5 vijana ambao ukiwatazama wasema hawa vijana wanafanya, walau uende wakufikia wasikufikie, lakini wanafanya. Ukikosa mimi nitakutajia, au mimi nikutajie fulani, alafu useme huyu yes au huyu no, kwa maana kwamba unakubali uwezo wake ama ukubali. Nisaidie kunitajia. Tuanze na Wanda, mmoja kati ya watu ambao ni gumzo kwenye tamthilia Noma. Uwezo wake unaje binafsi? Anajitahidi au anajua? Anajitahidi. Au kujitahidi ni nini? Kwa sababu
Before hatujaendelea, nilishawahi kufanya mahojiano na Nawanda. Akaniambia kwa Tanzania hii ili mtu awe best, yaani utambulike kwamba wewe ni msanii mzuri, lazima ushindane na Nawanda. Mimi nilikuwa natarajia kwamba unaambie Nawanda anajua. Wow. Kawahi kusema hivyo? Hebu rudia. Ili yani kwa Tanzania hii ili mtu uwe unajua, yani yeye akutem kwamba wewe ni the best, lazima ushindane na Nawanda. Yuko kwamba yeye kashindikana kwenye kuigiza. Kwa lipi? Amefanya lipi la ajabu ambalo tunasema kwamba ili wewe uonekane ni mzuri lazima ushindane na yeye? Umeona unyama kwenye tamthilia Noma unafuatilia lakini? Nilifuatilia, mimi naangalia kazi za watu wote. Hii sioni cha ajabu. Anachokifanya Nawanda. Sioni cha ajabu ambacho kinaweza kusema, ndio maana nimekwambia anajitahidi. Siwezi kusema hajui. Na siwezi kusema kwamba ndo niarudia hayo maneno aliyoyasema yeye. Sio kweli. Sio kweli. Sasa kwa lipi? Hebu mtafute, muulize kama yeye anataka kusema kwamba ili mtu aonekane ni bora lazima shindane na yeye. Muulize nani msanii bora wa kiume Tanzania kwa mwaka huu. Kwa nini ana tuzo gani? Zifu naye kachukua tuzo. Ana katuzo kake. Ana katuzo kake na yeye Kazifu. Amechukua sijui kwa kipengele cha nini cha series. Amechukua kwa msanii bora kwenye series sure. Kipengele. Kipengele cha series. Cha series. I'm the best overall. Yaani wote mabegani hapa nimewabeba. Ndio maana nilikwambia hii tuzo ni heavyweight award. Sasa kama huyo mtoto anasema yeye ndo the best, imekuwaje? Sisemi kwa ubaya, mimi naongea fact. Kwa sababu kuja kusema wewe, ni watoto hawana oga. Hawaogopi. Kwamba yeye ili uonekane wewe ni bora. Usidane naye. Halo. Kijana. Tutatumia maneno ya Dudubaya. Ni best actor in drama series 2026. Unaona? In drama series. Yaani kwenye kile kipengele alichokuwa anashindana na wenzie ndo best. Kwenye kile kipengele. Unajua kwenye ngumi kuna mtu huwezi kupigana naye kwa sababu amekuzidi uzito weight. Sasa huku tuliko sisi ni weight tofauti na yeye. Kwa uzito wake yeye ndo bora. Yeye ni bora kwenye ule uzito wake kule kwa watoto wadogo. Sasa ukija huku kwa ma heavyweight, I'm here man. Tuzo ya Nawanda kwako si chochote. Mimi sijasema. Hebu soma. Best actor Tanzania 2026. You see? Yaani ilivyoandikwa hawa sio wajinga wa kuandika namna hii. Wanajua wanachokiandika na wanapima maneno yao kwamba huyu kwa Tanzania ndo msanii bora wa kiume kwa mwaka huu. Kwa hiyo hawa wengine watasindikizia kwenye vile vipengele vingine vya watoto. Tunapokuja huku juu kwenye heavyweight award, watu wanapiga makofi bro. Hii tuzo ndo inatolewa ya mwisho kwenye event. Ili watu sio wameondoka. Tabia ukishapata unaondoka, watu wasubiri. Hii ndo inatolewa ya mwisho kwenye event. Watu wote wameshapokea vituzo vyao. Ndo inaitwa Best Actor of the Year. Unakwenda kufunga. Kwa hiyo ni kama kwenye show ya muziki. Angalia nani anayefunga show. Afu wale wengine utangulizi. Wengine watangulizi wanafungua show wa kufanyia nini sound check. Kama masaa mawili kwanza vyombo vipate moto nini. Afu msanii mkubwa unaingia. Mnapigwa muziki. Wale wasanii wakubwa wanakuja kuingia saa 6. Yani kipindi kile cha fiesta walikuwa wanaingia asubuhi karibia kucha. Ndo anaingia mwamba pala na warusharusha majoka. Hapo naimba muda mchache sana. Ndio maana unaona hii hauchukui kwa kufanya series mwaka mzima.
unachukua kwa kufanya single movie na watu wanaona na Wanda afanyeje aje kuchukua best actor in Tanzania kutoka pale kwenye best series? Apambane, aongeze kiwango, aheshimu wakubwa, atufuata, tuulize njia ni wapi tunapita. Kuheshimu wakubwa hapo imekaje? Kwani heshimu? Si ndo kama hivyo anavyosema. Yaani wewe huwezi kuibuka tu kwenu unasema sijui ili mtu awe bora shindani na mimi na wewe. Bro, who are you? Wanaanza kuchangamka. Ni nani? Kwa hiyo anapaswa ajifunze kuheshimu wakubwa zake ili wamuonyeshe njia, pita hapa ili uchukue tuzo hii ambayo ni heavyweight. Hivi vidogo vidogo umeshachukua vinatosha. Sasa njoo huku kwenye heavyweight class huku juu ili uchukue hii, alafu uje ututambie. Mimi na uwezo sasa hivi wa kusema hayo maneno aliyoyasema, na hakuna mtu ambaye ana lolote la kufanya kwa sababu mimi tuzo ninayo. Sawa? Sasa uwezi kutamka maneno hayo, hii tuzo huna. Sijui mnanielewa. Tumzungumzie Habibu Mtambo. Wengi tunapenda kumuita Saidi, mmoja kati ya watu ambao wamefanya wonders kwenye tamthilia hii ya Noma. Nimekutajia na Wanda, nataka nikutajie vijana watano afu niambie uwezo wao kama best actor. Habibu unamwonaje? Anatosha kuja kuwa msanii bora mkubwa kama hiyo, tuzo kuchukua kama hiyo? Mbeleni. Anaweza kujitahidi, pambane. Aendelee kupambana. Sio mbaya. Uwezo wake unaonaje? Ndio maana nimesema sio mbaya. Anaigiza. Mtu anaweza kusema hivyo ambavyo unamdescribe kama vile mtu wa kawaida, yani wakati Saidi anaigiza unajua. Mimi sijakataa. Usinichonganishe na watu. Nimesema anaigiza. Unajua shida inapokuja ni kwamba sasa hivi kinaambia kuna mtu anaigiza alafu hana tuzo hii ninayomiliki mimi. You better watch your back. Well, nani umesema nani? Habibu Mtambo ama Saidi? Okay. Ajitahidi, apambane. Tunamsubiria ajitahidi na yeye achukue tuzo kama hii. Alafu tutakaa mezani tuzungumze. Lakini kwa sasa hivi bado endelee kupambana. Kifupi, kwa wasanii wa Tanzania kwa sasa hivi hakuna anayekufikia. Sio mimi nasema, tuzo naongea. Yaani hata ukitaka kunipiga mawe unakuwa unanionea. Mimi natamani watu wa comment. Tuzo umepata, maprofesa ameshakupa. Watu wa comment hapa chini. Ni kweli kwamba sometimes unajua profesa haba aliamka tu tumpe huyo hapa huyo. Watu wa kwamba aliamka tu amekurupuka. Alafu sio profesa mmoja. Kwa hiyo wote waliamka, niliwaroga au ni mchakato umefanyika. Mchakato kako ulifanyika, filamu nyingi. Alafu kwenye hivi vipengele kuna filamu nyingi sana zinakuwa ziko ndani. Kwa hiyo hauwezi tu kuamka tu wewe una hisia zako tu na dogo kama namuelewa. Hebu tumpe tu. Hayo hivyo. Alafu ni tuzo pekee, hainaga malalamiko kwamba sijui umenunua, sijui umehonga, sijui wamekupendelea. Utosikia malalamiko yoyote. Watu wote wanasema yes, ulistahili. Naomba wasanii watano na wakubali. Wewe ni best actor mpaka muda huu tunavyozungumza. Wasanii watano wa kiume ambao unawatarajia kwa miaka baadaye na wenyewe huwe na waje kuchukua hizo tuzo. Kwa vile ambavyo wanavyoigiza. Sijui sasa. Sijui. Vijana ukiwatazama unaona wanafanya. Kufanya ni jambo moja, alafu kufanya kweli ni jambo lingine. Kwa hiyo unaweza ukawaona kwamba wanaweza kuja kuwa alafu kesho wakakudisappoint hawafanyi tena. Kwa hiyo inakuwa ngumu. Lakini wapo wana vijana tu. Vijana. Hivi vijana nao ni wachache. Kuwapata watano ni huyu nani ndogo mwe hisi kijana au sio kijana? Kuwapata nani? Huyu nani ambao umemwaza hapo ukasema labda atakuwa kijana au sio kijana? Yaani nazungumzia kuwapata hao vijana watano, unajua ni wengi. Wapo bwana, kina Boneka, kina Madike Kala, mbona wapo? Sijui.
sijui, lakini wapo. Hata huyo Nawanda akiendelea kupambana anaweza siku moja wakamnominate kwenye hivi vipengele vikubwa. Nani mwingine? Hata huyo Hamadi anaweza kafanya. Hata Saidi huyo naye anaweza kafanya. Wangapi hao? 3. Unanipa kipengele kizito. Wa kiume tu? Wa kiume tu. Kaka wako wachache. Nani mwingine? Huyu mumewe na Shamsa Ford. Nani? Nani Giza. Okay. Naye aendelee kuongeza bidii. Cha kuambia ni kuongeza bidii tu, aendelee kuongeza bidii. Hamna uchawi. Ukianza kutegemea uchawi maana yake wewe ni muoga. Wala hamna kununua. Yaani ukianza kununua kutumia uchawi, wewe ni muoga na hauamini kwenye uwezo wa kipaji Mungu alichokupa. Ndio maana unaenda kutafuta nguvu za ziada ili wapumbaze watu afu wakufikirie kukuona kwamba ni bora. Yaani unajua ni vizuri kujievaluate bila kutumia nguvu ya ziada, ili kwamba hata wewe nafsi yako inakuwa haujaidanganya. Yaani unapata kitu afu moyoni unasema asante Mungu, I deserve it. Ushawahi kuloga kwenda kwa mganga kwa ajili ya kuwa bora sana kwenye sanaa yenu? Bro, yani kuna yule jamaa anapika anasema napika Mungu Baba, punguza kipaji hiki. Anapika sana. Anamwambia Mungu punguza kipaji. Hujawahi kuiona hiyo? Unafeli sana. Sasa kweli kwa kipaji chote hiki unashangaa best actor amewahi kuloga alafu niende kuroga? Sio kweli. Mungu ni mkubwa sana. Mimi kwenye maisha yangu yote sijui uchawi, sijui kilinge, sijui nini. Huwezi kuamini, mara ya kwanza nimekiona kilinge ndo hiki kinavyofanana. Tulienda kushoot. Tulienda set. Kama unakumbuka kuna series moja inaitwa Kosa Moja. Ile Kosa Moja demo nilicheza mimi. Lakini nilikuja kutolewa kwenye kazi kwa sababu ziligongana series mbili ambazo nilikuwa nipo. Kwa hiyo ikabidi nibaki kwenye moja. Kwa nikatolewa kule nikabaki kwenye series inaitwa Fundi. Kipindi tunashoot ile demo, tulikuwa tunatafuta location ya mganga. Mtu ambaye location manager katupeleka kwa mganga wake. Mganga kweli. Bane, tumefika mle ndani, watu wote wako comfortable. Kawaida, yani kama mtu tu ameenda sehemu ambako amezoea kwenda. Mimi na makeup artist. Ile manukato kwanza ikawachanganya kwanza. Tapika, tuelewi. Mganga mwenyewe akawaambia, hawa wawili hawajawahi kwenda kwa mganga. Ila nyewe wengine wote mshazoea. Makonkodi. Watu, unajua leo mmepigwa. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu kiukweli. Sijawahi, mwili wangu huu hauna chale popote. Sijawahi kunywesha chochote, sijawahi kulishwa chochote, na sikijui, labda maombi. Maombi kweli. Kwa hiyo ni Mungu tu. Mimi ndo tumaini langu. Ndio maana hata watu wengi wanaojaribu kwenda kuniloga huwa wanafeli. Kwa sababu hakuna mlango nimeufungua kwenye mambo hayo. Na hata ukiniloga ukanichelewesha siku 2-3 ita expire tu. Na nitarudi. Tuzungumzie sponsor, one of the best series. Inadiriki kusema hivyo kwa sababu mwanzoni nilikwambia sijawahi kuitazama, lakini baadaye nikatazama, nikaona yale ambayo yanafanyika. Idea ilitoka wapi? Kaka, mpaka watu wanatupa best actor, ujue wanaangalia vingi. Nilikuwa tu nimekaa nikaona niko loose. Sina kitu nachofanya. Kwa sababu nilikaa zaidi ya miaka 2 baada ya kufanya series ya Siri. Nikaa miaka 2 sijafanya kitu chochote. Nikaa nahangaika nifanye nini. So katika kuumiza kichwa
ndo ikaja idea ya sponsor. Nikajaribu kuangalia nani naweza kufanya naye, ndo nikamwona ule msichana kwa Batuli, tukaamua kutengeneza ile kitu. Tuko na ndugu yetu James Luvanda, so ile kitu ni kubwa sana kaka. Kuna mengi hamjayaona. Kuna mengi hamjayaona. Sasa hivi watu wanamlilia Mama Pacome. Wanataka Mama Pacome atokee. Akitokea Mama Pacome namtaka na Pacome. Anasemaje? Yaani mnakwambiaje? Kwanza hiyo siku watakapomwona Mama Pacome, na nawaahidi I think mpaka next week tunaweza tukawaonjesha kidogo Mama Pacome. Ila yupo. Mama Pacome yupo. Ulitegemea tunamzungumza tu yupo kaka. Kwanza kwa watu wote wanaofanya content, ile content sasa hivi ndo the best content in town. Mimi nakubali. Nadiriki kusema kuthadifu hayo. Na ukitaka kuliamini hilo, pita kwenye page za ma content creator wengi. Kuna vitu vingi sana wameanza kubadilisha wakiwa wana copy kutoka kwenye sponsor. Achia mbali hivyo, kuna moja ya series inayoruka kwenye TV. Sitotaja TV, sitotaja na series. Wamekopi kipengele cha sponsor. Umiza kichwa bro. Inaruka sasa hivi? Inaruka ndio. Wamekopi kipengele cha sponsor, kinaruka. Nilikuwa naangalia, nikawapigia wenzangu nikamwambia sisi ni wakubwa. Sisi ni wakubwa kwa sababu tumeweza kuwa inspire watu wengi. Angalia content nyingi sasa hivi. Unaona inapoanza ile front yetu tunapoweka ile title yetu pale. Angalia content nyingi sasa hivi. Yaani ile maandishi yanapofunguka sponsor namba ngapi? Angalia sasa hivi content nyingi. Ile front wanashindwa kuiweka vile sisi tunavyoweka kwa sababu hawawezi, of course. Wanakabadilisha tukanakuwa namna fulani, lakini kila content inayoshutiwa sasa hivi wanakuja kwanza kuchota maarifa pale, kwa sababu sisi tuliamua mimi napenda nikifanya kitu nifanye kweli. Sasa nilipopata idea nikasema no, sitaki kushuti na simu. Nataka nishuti professionally. Kamera, star, yani niwe na vitu sound ya maana. Ndio maana ukiangalia content na kuvutia. Sitaki kwenda kushuti sehemu ya kawaida, nataka nishuti kwenye apartment nini. So ukiangalia ile kitu wewe mwenyewe imefika sehemu ngapi sasa hivi? Sasa hivi tuko 60 na leo tutarusha 67. Hakuna gharama milioni ngapi tumetumia mpaka pale? Mpaka dakika hii mwanangu hele imeenda. Yani sidhani kama tuko chini ya milioni 10. Afu ni kwenye location. Afu ni content tu ambayo unairusha mtandaoni. Hautegemei kupata hela yoyote. Yani unaifanya tu watu waburudike. Unarudisha kwa jamii. Kuna means yote tumefanya kuweza kumiliki kihalali kiasi kwamba hata mtu asije akakopi kama ni jina na maudhui kufanya yeye kama anavyofanya. Mtu mmoja ajaribu tu. Mtu mmoja ajaribu atuguse pap. Yaani naguse tu. Alafu uone tunavyoenda mahakamani kuchukua mabilioni. Kama hiyo series imechukua portion ya sponsor, uone kama muda kupiga hela sasa. Kuna namna wamechukua alafu wakamodify. Unajua mtu anapochukua hachukui mazima. Anaogopa kushtukiwa. Anaitengeneza aina fulani hivi ili hata ukiiona hata wewe mpaka ujeshtukie kwamba hii ni idea yangu, ameshaenda. Kwa sababu of course idea ziko pana. Mimi naweza nikaicheza tu kwa engo ile, afu kuna mtu mwingine akaja kai extend akaingiza vitu vingi, lakini yote yako mle kwa sababu sponsor, mimi nina sponsor. Sitaki kuidadavua sana kwa sababu nitafungua kodi. Lakini iko hivyo, ila tunaimiliki kihalali, tumeisajili na kila kitu, sponsor, jina, story, kila kitu. Tumzungumzie Prince Jimmy, tumzungumzie na sponsor. Sponsor ni sponsor kwa maana kwamba sponsor ana hela hizi. Unaziona? Kwani uzioni kwenye sponsor? Hivi mwandishi wa habari akiulizwa swali linakuwa gumu kujibu.
Mimi kaza kukuuliza sio kujibu. Yaani watu wanataka fahamu kwamba Prince Jimmy ana pesa kiasi kwamba kavaa usiku wa sponsor, ama ni watu wawili tofauti. Tukija huku kuna character na maudhui na vitu ambavyo amekuwa sponsored afanye yale hivi, ama ni kweli mzigo huo upo? Kaka, kuna vitu huwezi kufanya kama uviishi. Mzigo upo, ndio. Mzigo upo, ndio maana tunaweza tukautumia, ndio maana tunaweza tukafanya. Unajua ni vile tu watu wengine hatupendi kujionyesha. Tumetulia tu. Lakini mzigo upo, ndio maana tunaweza tukatumia, tunaweza tukawekeza. Tunajitahidi alhamdulillah. Mungu anatupa 200-300 hivi. Hakuna kile kibunda kile mpaka Batuli kama shingapi? Hakuna kibunda ambacho natoa ambacho ni chini ya milioni. Chini ya milioni. Kila kibunda ni milioni. Au vikiwa vibunda, yani zile sio mbao. Vile sio vimbao, sio moja lilionechaka jikoni na alilificha hivi. Nyinyi mnasema dadi mimi ana sponsor ila sina. Hizi nini? Yani kwamba kama sponsor mpaka kanakuwa na hela za kuacha nani jikoni. Anaziacha pale tu kwamba. Anapata jikoni hivi. Alafu zile aliziacha pale eti kwa sababu ni 5,500. Hapo ni kikubwa lakini. Kikubwa kile kibunda. Kile kilikuwa nadhani ilikuwa 3.5 milioni. Kwa sababu nikitumia kwenda kumwomba msamaha. Nadhani ilikuwa 3.5 milioni kitu kama hicho. Comments achana na zile ambazo unajibu, za DM zinasemaje? Ni nyingi afu ni ngumu. Kwa sababu kila mtu mnaomba hela, kila mtu anaomba, anaandika matatizo yake. Kwa unachoweza kukitatua, unatatua. Na kwa wale ambao nawaambiaga kwa sasa hapana, mnielewe, kwa sababu of course unaweza kuwa na hela lakini zina matumizi, zina mipango. Kwa hiyo huwezi kutatua matatizo ya watu wote, huwezi kuwezesha kila mtu. Kwa hiyo kuna wengine unajibu, kuna nyingine unaiangalia unaipita tu. Hai make sense. Kuna mwingine unaweza kaiona hautompa hela lakini unamtia moyo ama ushauri, unamwelekeza cha kufanya, maisha yanaendelea. Kwa hiyo kuna wengine kama unawatumia hela, unakuja DM. Kwenye maisha kaka, kuna mtu anaweza kukwambia shida, afu kama na wewe umewahi kupita kwenye shida, unaguswa. Hapana, hii chukua. Kuna wale ambao sponsor na mimi nifanye niwe. Kuna Mama Pakome, kuna Batuli, ni watatu. Hao ni wengi sana. Hao ni wengi sana, na ukiwaendekeza baba unakufa mapema sana. Watu wanatamani vibunda na wao. Wanatamani vile vibunda. Mimi sitotumia hela nyingi kama Batuli. Mimi nitatumia kidogo, au mimi situmie hela kabisa. Ila niwepo tu, unasoma. Kuna nyingine sasa huwezi kuzijibu maana ziko nyingi sana. Yaani ukisema kwamba unatumia muda kusoma DM, wewe umejipanga, kwa sababu ziko nyingi sana kiasi cha kwamba unachagua ipi nifungue, ama unachagua za watu na wafahamu. Kumake kwenye DMs kuna DM za kazi, kuna vitu kama hivyo, hizo ndo unazipa kipaumbele. Hizi nyingine bana ukiziendekeza mzee, na mtu anakuambia kumbe huyu ni mtu mzima lakini mbona kama handsome hivi. Kwa hiyo mtu mzima atakiwa kuwa handsome. Au wanachanganyikiwa ambao ni mtu mzima au kijana? Mimi nadhani appearance yangu kuna namna na wavuruga watu kwa sababu ya hizi mvi. Watu wengine wanahisi mimi ni mzee. Na watu wengine wanahisi mimi nimepaka rangi. Kwa hiyo kuna wengine wanadank tu hapo bana. Siku hizi unajua unaweza kukuta sehemu wanakuambia huyu si kijana wa miaka 62. Ni kijana wa miaka 62. Kwa hiyo ndo maana hawaiti wazee, wanaita dadi. Siku hizi wanaitwa dadi. Huwezi kumuita mzee. Ukimwita mzee unakosea. Ushavunja miiko. Atakila akupe. Wewe hela mzee unaitakaje mtu ambaye anategemea kufa? Dadi. Kwa hiyo wanaishia humo. Kuna mwingine anaona huyu ni dadi, anakuita dadi. Na mwingine anakuwa analyze tu, anaona huyu mvi tu zimemvamia mapema, kwa hiyo anaelewa. Kuna mwingine hizi ni mvi, au unapaka rangi. Ukimjibu amna, sorry niuliza ili tubishane. Basi yani
Unajua kishakuwa, mimi naambiaga watu kishakuwa nani maarufu, wewe ni mali ya umma. Wewe ni mali ya umma. Kila mtu anaweza kujiamulia kusema anachokijua yeye, anaweza kaamua kucomment anachokijua na yeye. Tunaondoka hivyo hivyo tu. Mathalani kuna anyway, Batuli huenda kaiona hii video. Tumwambie sifa za kuishi na dadi ni zipi. Naona sometimes anavunja ile miiko, anakuposti mume wa mtu. Tumwambie ili uende sawa na dadi, fanya hivi usifanye. Dadi hapendi makelele. Kwa sababu pesa haipendi kelele. Dadi hapendi vurugu. Dadi akija kwako anatafuta utulivu. Kwa hiyo unapoanza kamdomo vurugu, unamfukuza dadi taratibu pasipo wewe kujua. Nini kingine? Sura kubebewa mimba. Mbegu zake hazitakiwi kuwa na uhusiano na mimi. Yaani mayai yake hayatakiwi kuwa na uhusiano na mbegu zangu kwa namna yoyote ile. Dadi hajaja kwako kufuata watoto na watoto, ana kila kitu chake. Alafu hutakiwi pia kujishindanisha na mke wake, kwa sababu kama hajamuacha yeye mwenyewe, wewe ni nani wewe unataka wewe kutengeneza mazingira achike? Kwa sababu wewe amekuja kwako, play part yako, fanya vitu vyako. Lakini japo pia sio lengo letu kuwafundisha watu hivyo. Lengo letu ni tunaelimisha, kuburudisha, ili watu wajue kwamba hivi vitu vipo vinafanyika, lakini sometimes tunaonyesha madhara yake. Sometimes tunaonyesha namna wasichana wanavyoteseka kwenye haya mahusiano, kwa sababu wasichana wengi ambao wana date na watu wazima wanapitia vitu vingi sana ambavyo hawawezi kuvielezea. Nyinyi mashabiki wenu wengi ni wasichana, wanawake au sio wasichana? Of course, wanakuwa ni wengi. Wanaume ni wengi. Wanaume ni wachache, kwa sababu wanaona kama kwa mwanangu sisi tusio na hela inakuwa inakata sana, na unatakiwa sasa wewe wa represent madadi. Kwa hiyo hauna namna, inabidi tu wavumilie. Vijana tafuteni hela ili tusiishi kinyonge. Maana madadi mwanangu hapa mjini wanatupigia sana, na hauna lolote unaloweza kufanya, kwa sababu watu ukiweka kwenye mzani, huyu msichana atamchagua yule dadi kuliko wewe. Kwa hiyo kuna wengine wanajua kabisa, wanajua kabisa msichana wangu huyu, lakini yuko na dadi, na anakuambia kabisa wewe tulia, tutafute hela. Kwa hiyo inabidi uwe mpole, unakuwa mpole, unajua shemeji hamna shida. Unamwita shemeji kabisa, huku moyoni kunavuja damu, lakini una hela. Lakini kilichotokea ni nini? Hawa madadi walipokuwa vijana kama sisi, walipambana kuzitafuta hela. Ndio maana sasa hivi washamaliza matumizi, ashajenga majumba, alishasomesha watoto, wamemaliza. Mke wake ndio hivyo, alishakuwa zake mtu mzima na shughuli. Kwa hiyo pesa zipo, natumia wapi? Ndio wanatafutwa wasichana watumiaji. Sasa maana yake itupe funzo kwamba tunapaswa na sisi kupambana kwa kipindi hiki ambacho bado ni vijana, ili uzeeni tusije kuishi kinyonge. Sio kwamba tuende tuishi kama wanachofanya madadi, tusiwe tu kinyonge. Kwa sababu unajua kuna uzee ambao unazeeka ukiwa hauna hela, kila saa unatoa laana tu. Kwa sema watoto wako yani haji kuniona huyu, mimi ya watoto Mungu anawaona. Yani mimi nilitugharamia, mimi sijui niliuza kaptura yangu ili uende shule, ila leo unikumbuki machozi yangu. Una hela, ndo tatizo. Sasa tunapaswa kuliweka hilo kama somo kichwani, ili na sisi haya maisha yasije kuwa hivyo. Kwa sababu jua ukiwa na hela uzeeki kinyonge, unazeeka, lakini hata wewe mwenyewe ukijiangalia bado zeeka ukiwa una hela. Sasa siku zazidi kwenda kile bado unanawili. Yani sasa zeeka una hela, uone balaa lake.
kila mtu ni mbaya, kila mtu ana roho mbaya, hakujali, hakuheshimu, sijui, lakini ni kwa sababu huna chochote ambacho watu wanakifuata kwako. Kwa hiyo wazee wetu huko nyuma walishafanya hayo makosa, tumeyaona, na sasa hivi tuko kwenye generation ambayo inatuonyesha vitu kwa upana zaidi. Ndo hawa madadi wameingia, wanatoka na wasichana wadogo. Inapaswa tufundishe, ni kama alarm, ituonyeshe kwamba ina maana na sisi kesho yetu tusipojituma sasa hivi bado tuna nguvu, maanake kule mbele tutakuwa wazee ambao lawama. Yani unachagua wewe uzee wako uweje kwa sasa hivi. Mzungumzie Batuli. Batuli actress, mmoja kati ya wanawake ambao wamekuwa gumzo kwenye hiyo series ya sponsor. Ni mwanamke wa design gani? Watu wanahusisha sometimes kama vile mna mahusiano kweli juu ya yale ambayo mnayafanya. Unajua shida ni kwamba mimi nikiigiza na mtu, nadhani pia na kwa sababu watu hawajui mahusiano yangu, kwa wanakuwa huyu atakuwa, lakini pia kwa sababu watu wengi wameshazoea kufanya mambo ya hovyo ya kishenzi, wanakuwa wanajua na huyu naye atakuwa anafanya hivyo. Mimi na Batuli hatuna mahusiano, lakini shida ni kwamba mimi nikifanya nafanya kweli. Elewa hiyo kodi. Nikifanya nafanya kweli, sichekeshi. Nikifanya nafanya kweli. Kwa ndo maana watu wanaona hawa wana mahusiano hao. Kuna ile moja mnaenda vacation ile uko namvalisha, kuna kitu fulani uko namuonesha, zile comment zilikuwa gumzo. Mimi nikastuka kaza, mambo gani tena? Ilikuwaje? Na idea tuko nani sasa hivi tunaenda kufanya huku. Chumba fulani vacation, itakuwa kuna kiti cha hivi na kamba za kupigana. Tulikuwa tunatafuta location ya kufanyia vacation. Ndio tukakiona kile chumba. Alafu tukasema hapa panatufaa. Amkupanga? Kile chumba mmekiona ndo mkupanga? Sisi hatukuwa tumepanga kuwa na chumba cha aina ile. Yaani script yetu haikuwa nasema hivyo. Lakini tulipokipata kile chumba, tukakiona, tukaona vitu vilivyomo, kikatuvutia, afu kikafanya content yetu develop zaidi, kwamba okay, kumbe kuna kiti chekundu na vitu vyake vile pale, sawa, tutaishi navyo. Mwisho Batuli alijificha, dadi mimi sijazoea kuvaa vitu hivi, karaibu kutoka. Lakini pia watu wasichokijua, kwa mfano zile nguo alizokuwa navaa, yale ni matangazo. Yale ni matangazo tulikuwa tunafanya, lakini tunakuletea tangazo in such a way usiboreke, usione kwamba tumekuja tu kukuuzia kitu, lakini tunataka uburudike, lakini kwa wakati huo bidhaa ya mtu aliyetupa hela yake inatangazwa pale. Kwa hiyo tunawakaribisha wafanyabiashara wote, nitumie fursa hii, tunawakaribisha wafanyabiashara ambao wana biashara halali inayoweza kutangazwa, sisi tunafanya. Kwa hiyo karibuni. Tangazo lako tunaitangaza kwa namna fulani kiprofessional, kwa sababu unajua ukiposti tangazo watu hawaangalii na watu hawalike, hawa comment, kwa hiyo kitu kinakuwa kiwafikia watu wengi. Lakini ni kama kwenye chakula ukiweka chumvi, chakula kinakuwa kitamu. Kwa hiyo ndicho sisi tunachokifanya. Unakula chakula na chumvi umekula. Yes, kwa sababu kuna mtu anakiipenda ile content, hivi nguo vizuri. Kinauzwa wapi? Tumemtagi muuzaji pale, haishapata faida ya hela yake aliyotulipa sisi. Kwa hiyo vile vinguo vilikuwa ni matangazo. Kuna namna yote tumepanga sponsor inaishia tu pale pale Instagram na Facebook, kama kuna namna yote ambayo inakwenda kupanuka zaidi iweze kuingiza vitu zaidi? No, haijaishia pale. Behind the scene kuna kitu kikubwa tunakifanya kwa ajili ya sponsor ambacho kitakuja kuwa kikubwa zaidi. Yani tunai-extend sasa content. Kuna vitu hatujamalizia, ndio maana hatujaanza kuizungumza, lakini vile navyoenda itaendelea. Alafu tutawapa upande mwingine ambao tuliwaficha, ambao hatujawaonyesha. Kuna vitu bado. Kuna vitu hamjaviona kaka. Maisha ya wewe na Mama Pacome. Kuna maisha ya mimi na Mama Pacome.
Sasa nitavujisha content, nitakujimaliza hapa. Huyo Mama Pacome, kwa nini imekuwa Mama Pacome? Mama Pacome bwana, ili jina lilizaliwa kutokana na mimi. Shabiki wa Yanga. Mimi ni shabiki wa Yanga. Lia. Mimi sio tu shabiki, mimi ni katibu wa tawi la Yanga Celebrity. Wow. Ma celebrity wote hapa mjini ambao ni mashabiki wa Yanga tuna tawi letu. Sawa? Sasa mle kwenye ile tawi mimi ni katibu mkuu. Kwa hiyo you can see kwamba mimi naingia hadi kwenye vikao vya mikutano mikuu ya Yanga. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba sio Yanga tu, Yanga ya wakuchovya, ni Yanga damu. Sasa siku hiyo nadhani ilikuwa ni mechi ya Yanga. Nadhani ni ile mechi tuliyofungwa na Dodoma kitu kama hicho. Kuna mechi tulikuwa tulisare. Kuna mechi tulikuwa tulisare. Sasa Batuli ni Simba. Moto wake ulikuwa sio poa. Kwa hiyo tulikuwa tunaumiza kichwa, tunamzungumzia mama tumuiteje, mke wa sponsor tumuiteje. Kwa hiyo of course alikuwa na jina lilikuwepo kwenye script, lakini tukawa tunaona kama halitoenda tukilitumia. Kwa tukasema, aliropoka tu mtu mmoja, Mama Pacome, tukasema twende nalo. Tukajaribu lakini je, watu kama watalipokea vizuri kama mshabiki nani yake? Vipi mwenye jina lake ni jina Pacome sio peke yake duniani, wako kina Pacome wengi. Kwa hiyo tukajaribu kuitengeneza, tukaona inaenda. Tukajaribu, tukaona watu wamelipokea. Kusema sisi ni nani? Acha tuishi nalo. Mpaka leo tunaliona, ila mwenye jina hajaonekana mpaka ila kwenye tutarajie tutakuja kumuona hivi karibuni. Shamshuti yupo tu ana. Hivi huwa mnashuti nyingi afu mnatugea moja kama tunavyoshuti kama tunavyoshuti series. Yaani sisi tunafanya vitu professionally. Hatufanyi tu vitu kwa sababu leo tumejisikia mizuka. Oya, wanangu. Tunafanya vitu professional. Script inaandikwa. Tunajipanga, tunakutana, tunapanga ratiba ya kushuti, tunakutana, tunashoot, tunampa editor, anaendelea na editing, afu anakuwa anatupa vipindi vya kurusha. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina structure inayoeleweka. Tulitaka tu tufanye kama pinduzi kidogo kwenye content creation, kwa sababu watu wengi, na ndio maana unaona content yetu ina consistency. Kuna watu wamejaribu hapa katikati, niliwaona waliibuka na content kao, ni watu wazito, walikopi kwanza idea yetu. Tukawaambia jamani, mmeona? Akasema haya, ngoja tuangalie. Mwisho wake wameenda episode kama 2-3 na yawezekana sio chali, lakini walikurupuka kwa kufanya kitu bila kupima tutaenda, kwa sababu content mimi nachoamini ili iwe kubwa, wape watu mwendelezo. Najitahidi kupost kwa muda. Sisi tushaamua saa 12 jioni ndo muda wetu wa kuposti. Kwa hiyo piga ua popote nitakapokuwa, nitakupandishia series. YouTube hamna, watu wamelalamika hiyo. YouTube wanalia, na ndio maana nimekwambia kuna vitu tunavifanya behind ili kuitengeneza iwe kubwa, ili tukiipeleka YouTube pawepo impact ambayo tunaitaka sisi, kwa sababu kuna namna ambavyo hatupendi. Yani mimi na timu yangu yote ile tumeshaingia hiyo sumu. Hatutaki kufanya vitu vidogo, hatutaki kufanya vitu kinyonge. Unafanya kitu mtu okay nzuri, lakini ushakutana na watu wa hivyo? Ipo hiyo. Nadhani kama mngeongeza kidogo, ongezeni bidii. Niliona hapo kwenye ongezeni bidii kuna episode moja iliruka, alafu nahisi Batuli alisema kwamba hebu mashabiki niambieni hapa nifanyeje mali dada asije kanaona hivi, mtu akacomment hapa, kwa hiyo mnataka script kupitia sisi? Ukamjibu? Nikamjibu. Kamuuliza script ipi? Unatupa script, yani sisi utupe script wakati tuisha shoot hicho tunachokurushia leo. Tulisha shoot, labda kilishutiwa mwezi ulioisha na cha mwezi ujao tunacho. Script kwako tunaipa tafuta ya nini? Wewe ni script writer. Ndio maana nilikwambia mimi comment wazi niumizi.
namjibu mtu kutokana na vile anavyokuja, kwa sababu sometimes pia mashabiki kuna namna wanaonaga wanatumudu sana. Yani mtu anaweza kaibuka toka kukomentia chochote kitu anachojisikia yeye, bipolar, kisukari kimempanda, anaamua tu anaropoka chochote. Sasa kuna time inabidi pia kumrudisha mtu kwenye mstari bila kumtukana, bila kumkosea adabu. Naambia tu wewe, mimi sihitaji script kwa kuna mtu nimemlipa kuandika script. Yani Batule alichokuwa anafanya alikuwa tu ana engage na watu. Alafu tena siku ile alikuwa anagawa hela. Si tulitoa 100,000 tukasema hii wagawie mashabiki. Sasa yule kuliko azingatie hela, yeye kaje comment kitu ambacho hakihusiani. Na kama alikuwa kwanza wenda ilikuwa riziki yake. Labda ilikuwa riziki yake. Of course ile 100,000 tulimwambia wagawie watu 10, kwa hiyo kila mtu apate 10,000. Kaka, mtu akikutumia 10,000 ambayo uko unaitarajia, akamua mambo. Ndio kuna mtu kimpa 10,000 anaona hapa wiki nzima. Kwa hiyo sometimes elewa, nataka kuelewa huyu mtu alikuwa anamaanisha nini au analenga nini, kisha comment. Au kuna mtu ana comment nani kabla ya kumaliza content, hajamaliza ana comment. Ukimuuliza ulikuwa umeelewa tulichokuwa tunamaanisha, haelewi. Kwa hiyo namhurumia tu naye. Tuendelee. Bwana, tumezungumza mengi, takriban zaidi ya lisali moja. Kuna kitu ambacho nimesahau kukuuliza, labda ulitamani uzungumze, labda fursa ikuwepo? Nadhani hukuniuliza kuhusu series yangu sasa hivi nayoruka Azam TV. Mwenga. Mle ndani kuna mtu anaitwa Profesa Mendila.